ni siku yetu ya 5 ya Morning Glory na tumemwona Mungu, na kikweli Mungu ametuhudumia sana kwa habari la somo hili la viungo. Amina, amina. Bwana asifiwe sana. Tulikuwa toka siku ya kwanza tulipoanza, tulikuwa na kichwa cha somo au wazo kuu, tulikuwa tunatuongoza kwamba nguvu ya viungo. Alafu jambo la pili, kuweka agano na viungo vyetu. Nikasema pale umuhimu wa kuweka agano na viungo vyako, lakini nikasema pia madhara ya kutokuweka agano na viungo vyako. Ukiweka agano na viungo vyako kwa habari ya kumtumikia Kristo, utapata faida. Nilisema pale Mungu anatafuta mtu ili ambariki na amtumie kusaidia wengine kupitia viungo vyake. Mtu na sio mtu tu, bali mtu aliye mwaminifu ambaye atatumia viungo vyake kuwasaidia watu. Bwana asifiwe. Haleluya. Tukisema haya, tunanukuu kidogo safari ya wana wa Israeli na Musa ambaye alikuwa amepewa dhamana na Mungu kupeleka wale watu maeneo fulani kule Kanaani. Japokuwa hakufika, sasa tuzungumzie hayo, lakini tunazungumzia habari ya safari ilipoanzia na kuwapeleka. Musa alikuwa anatumia viungo vyake kuleta majibu kwa wana wa Israeli. Mungu alikuwa anatumia Musa na Musa alikuwa analeta majibu kupitia viungo vyake. Amina. Mkono wa Musa ndio ulishika fimbo ukapiga kwenye bahari, bahari ikagawanyika. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini mkono wa Musa ndio ambao ulishika fimbo ukapiga kwenye mwamba kwa maelekezo ya Mungu, maji yakatoka kwenye mwamba. Mkono. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Lakini pia tunamwona nani? Elia anavuka kwenye ule mto na mtoto wake wa kiroho. Nini? Ni ile nguvu ya Mungu ambayo ilikuwa ndani ya viungo vyake, akavuka akaenda, mwisho siku akapaa kama ilivyokuwa kawaida. Tuzungumzia hayo, tunazungumzia habari ya kurudi kwake. Sasa mtoto wake wa kiroho anarudi sasa. Elisha anakutana na ule mto, anakutana na ile mtoto, na vile vile ile kanzu aliyokuwa mkononi akapiga. Alitumia nini? Kiungo. Kanzu haikujipiga yenyewe. Kumbuka kwamba alitumia viungo vyake kupiga pale. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa kuyasema haya, Mungu anataka atumie viungo vyako kuleta matokeo, aidha kwenye taifa, aidha kwenye kabila lako, aidha kwenye ukoo wako, aidha kwenye kanisa lako. Ni wewe tu umeamua au unataka akutumie. Na naposema haya, upande wa pili pia, ulimwengu wa giza nao pia unataka wewe uwe tayari ili wakutumie. Na ndio maana usikia kuna Freemasoni, wanataka mtu ambaye yuko vizuri, mwingine yuko vizuri kukatika katika, yaani yuko vizuri namna akicheza hapo watu maelfu wanamfuata. Lakini mwingine yuko vizuri kwenye kuonesha vitu fulani vya ajabu tu, moja ya maumbile yake, na watu wengi wanamfuata. Kwani hujaona kwa mitandao? Amina, amina. Shetani yupo spidi kutumia viungo ili kufanya mambo yake, na Mungu naye ametupa somo hili, anataka kutumia viungo vyetu ili kuleta matokeo kwenye maisha yetu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa leo tutakuwa na maombi sana. Leo tutakuwa na maandiko pale, utaweza kuandika pale pembeni, utayasoma baadaye. Tuliishia kwenye ile Zaburi ya 15 mstari wa 3, lakini pia Zaburi ya 34 mstari wa 13, unaweza kusoma pale. Lakini pia Zaburi ya 52 mstari wa 4, lakini pia Zaburi ya 64 mstari wa 3. Utasoma hapo habari ya viungo. Lakini pia Zaburi ya 73 mstari wa 9, lakini pia Zaburi ya 120 mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Lakini pia tuliona kwenye habari ile kwamba anasema hakuna neno asilijua Bwana kutoka kwenye kinywa chako. Tuliona kwenye ile Mithali 6 ile mlango wa 17. Lakini pia tukaona kwa Mithali 15 mstari wa 4. Leo tutasogea kwenye ile Mithali 17 mstari ule wa 20. Jina la Yesu libarikiwe sana. Hapo tutaona nguvu pia ya viungo hapo. Mithali 17 mstari ule wa 20. Tutaona pale habari ya viungo, alafu nataka tukaombe sana leo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Mstari ule wa 20. Biblia inasema namna hii: mtu mwenye moyo wa ukaidi hatapata mema. Unataka kupata mema, moyo wako ni moja ya kiungo chako. Anasema mtu mwenye moyo wa ukaidi hatapata mema, na mwenye ulimi wa upotofu huanguka katika msiba. Kuna mtu umeanguka kwenye msiba. Naposema msiba ni kukwama katika eneo fulani na kukosa majibu, kwa sababu kuna msiba ya kwamba mtu amekufa tunamzika, lakini kuna msiba mtu amekwama, amekosa majibu.
amekosa mwelekeo. Huo ni msiba, yuko kwenye msiba. Amen. Viungo vyako vinaweza vikasababisha ukaanguka kwenye msiba. Ndio hasa mtu mwenye moyo wa ukaidi hatapata mema, na mwenye ulimi wa upotofu huanguka katika msiba wake. Huanguka katika msiba. Ulimi wako ukiwa wa upotofu, unapotosha watu, unatapeli watu, unadanganya watu kutumia ulimi wako. Msiba hauko mbali na wewe. Tanukuu maandiko haya. Nakumbuka kwa Matendo ya Mitume, mtu mmoja kwa Simoni mchawi alikuwa tumia viungo vyake kuwafanyia watu miujiza na ishara za uchawi, miujiza ya uongo. Watumishi wa Mungu akamtokea pale. Walipotokea watumishi wa Bwana, alipoona wanafanya yale mambo, akajua kwamba ile neema inauzwa. Na nukutu haya, wakaambia hii Roho Mtakatifu hawezi kuuziwa, lakini kwa ajili ya mambo haya unayoyafanya wewe sasa, kuanzia leo utapapasa, utakuwa kipofu. Na tunaona yule Simoni mchawi akawa kipofu pale pale. Nimesimama na nukuu haya. Amina. Kwamba nini kimemsababisha kupita kwenye changamoto? Ni kwa habari ya viungo vyake. Mtu mwenye ulimi unaosema mabaya huwa anaanguka kwenye msiba. Nimesema msiba ni hali ya kukosa mwelekeo au kukosa majibu na kupotelea pale. Huyo mtu yuko kwenye msiba. Kuna mtu umepata msiba, kazi imefukuzwa kwa sababu ya ulimi. Kuna mtu umepata msiba, ndoa imevunjika kwa sababu ya viungo. Kuna mtu umepata msiba, biashara zimekufa kwa sababu ya viungo vyako. Mtaji umefilisika kwa sababu ya viungo vyako. Umetumia hela nyingi kufanya anasa, mtaji umekufa. Lakini neema ya Kristo inaita, ukiwa tayari, ukisema Yesu nataka sasa unitumie. Shetani alivyonitumia yatosha, ameniangamiza yatosha. Mungu yuko tayari kukutumia katika jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu anataka kutumia katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi ulianguka kwenye msiba kupitia viungo vyako, haijalishi ulianguka kwenye matatizo kupitia viungo vyako, haijalishi ulipotea kupitia viungo vyako, haijalishi umekosa mwelekeo kupitia viungo vyako, haijalishi watu wa karibu wamekimbia kwenye maisha yako kwa sababu ya viungo vyako. Mbea wewe, unachonganisha wewe, unagombanisha watu wewe, umewauza wengine wewe, watu wamekukimbia, umebaki peke yako. Haijalishi, ukirudi Yesu yuko tayari kukupokea. Si amesema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi? Jina la Yesu libarikiwe sana. Mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kubali leo viungo vyako Mungu avitumie. Utayaona mema ya nchi kwa ajili ya maisha yako. Lakini jambo la pili, leo tutaomba ya kwamba kama wako watu wabaya ambao wao wanatumia viungo vyao, wachawi, washirikina, waganga, wanatumia viungo vyao kubeba uvumba, kuturoga, kuchota nyayo zetu, kuchukua nguo zetu, kuchukua damu, kuchukua baadhi ya nguo za watoto wetu, waenda kufanyia uchawi, wanatumia viungo vyao. Tunataka tuagize upanga kutoka mbinguni. Yoyote atakayeshika chochote kilichokuwa cha kwako, upanga umtieke kwa jina la Yesu Kristo. Yaani asiwepo mtu yoyote kutoka kwenye ufalme wa giza atakayetumia viungo vyake ili kukuzuru wewe katika jina la Yesu Kristo. Makatai. Ukiangalia kitabu kile cha Hesabu sura ile 23, ukianzia mstari hapo wa 18 utakutana na hii habari hapo, utasoma kwa muda wako sasa. Nukuu. Kuna mtu alikuwa anaitwa Balaam, kuna mwingine anaitwa Balaki. Huyo ni mganga mmoja hapa, mwingine mshirikina. Huyo mshirikina ambaye ni Balaki anaenda kwa Balaam. Anaambia Balaam, nilanie hawa wana wa Israeli. Analani kupitia nini? Kupitia kinywa chake. Amina. Yule Balaam anamwambia Balaki, lete nini sadaka? Balaki, lete nini sadaka? Sadaka analeta nini? Aenda na mikono, aenda kuchukua wale ng'ombe, anatengeneza zile madhabahu na mikono. Watu wabaya. Kuna watu wabaya, anamaanisha kwamba watu wabaya washirikina wameenda kwa wachawi kwa ajili ya viungo vyao. Wameenda kutustaki kwa wachawi. Leo tutaomba maombi haya. Yoyote anayetumia uchawi kwenye mikono yake, kuna mwingine anatumia uchawi kwenye macho, kuna mwingine anatumia uchawi kwenye mdomo wake una uchawi. Kuna mwingine anatumia uchawi upo kwenye baadhi ya viungo vyake, anafanya uchawi. Yoyote anayefanya uchawi, anayetaka kuturoga au anayetaka kukuroga usifike mahali fulani, usiende mahali fulani, leo kile kiungo anachotumia tunataka tukikate katika ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Nikuulize kitu. Unaonaje mchawi akiparalyze? Akiparalyze mchawi amepigwa stroke, ataroga tena?
atakuloga tena wewe. Ndio mikono ifanye kazi, miguu ifanye kazi. Amina. Bwana asifiwe sana. Tunataka tukaombe kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote ambaye anatumia uchawi kupitia mikono yake, yoyote ambaye anatumia ulimi wake vibaya kwa ajili ya kutamka maneno ya kichawi, aenda kwa waganga, anatoa sadaka zake, ananuisha kwenye nazi, anavunja njia panda, anasema wafe huyu, mama fulani afe huyu, watoto wake wasisome, watoto wake wasijenge, wasiolewe hawa, atamka kwa uchawi wake. Tunataka tukakate hiyo midomo yake katika jina la Yesu, kwa maana imeandikwa, midomo ya kujipendekeza, midomo yenye hila Bwana ataikata kabisa kwa upanga wake ulio mkali katika jina la Yesu. Nataka tukaombe sasa katika jina la Yesu Kristo. Nimesema kama viungo vyako ulikuwa unavitumia vibaya, nitakuongoza maombi haya. Alafu baada ya maombi haya tutaenda kuomba kuharibu kila mikono, kila miguu, kila macho, kila masikio ya utafiti, kila midomo ya uongo, wanaozushia uongo mtaani, wanaosema maneno mabaya, wanaotaka kutufikisha kazi kupitia vinywa vyao. Mungu awatie ububu, washindwe kusema, wakienda kutaka kutuchonganisha na mabosi au kukuchonganisha na mabosi pale kazini, kukuchonganisha na viongozi wako pale kazini, midomo yao wawe na ububu katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuombe sasa. Nataka nifashe maneno haya. Wewe ambaye umepoteza vitu kwa ajili ya viungo vyako, umepoteza watu wa karibu kwa ajili ya viungo vyako, umepoteza majirani kwa ajili ya viungo vyako, umepoteza kazi kwa ajili ya viungo vyako, umepoteza vitu vya maana kwenye maisha yako kwa ajili ya viungo vyako. Nataka nifashe maombi haya. Sema Baba, katika jina la Yesu, ninakuja kwako. Nimesikia neno lako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nilitumia viungo vyangu vibaya, nilitumia macho yangu vibaya, nilitumia mikono yangu vibaya, nilitumia miguu yangu vibaya, hata moyo wangu muda mwingi nimetumia kwa ubaya. Nimewaza mabaya, nimefikiria mabaya, kuangusha wengi, kuharibu wengi. Lakini leo ninatubu, naomba unisamehe. Ninakula agano, Mungu nitumie viungo vyangu, anza kuvitumia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mikono yangu hii, mikono yangu hii, mikono yangu hii nimeitumia vibaya. Sikushika vitu vya maana, nimeshika vibaya. Nimepokea uchawi kwa bibi, nimeroga familia. Tamka maneno haya ninayokwambia. Tamka maneno kama upo mtu namna hiyo. Nimeroga familia, nimeroga watoto wangu kupitia mikono yangu mwenyewe kwa ajili ya uchawi alionipa bibi kwenye mikono hii. Ninaomba utakaso katika jina la Yesu. Kuanzia leo ninaacha uchawi, ninaacha uganga, ninaacha ulevi, naacha washerati, naacha uzinzi, naacha uongo, naacha uzushi kwa jina la Yesu. Yesu, tumia viungo vyangu katika jina la Yesu Kristo, na Mungu akubariki. Tunaingia kwenye maombi ya vita sasa. Nataka tuombe. Katakata kila mikono ya watu wabaya, miguu ya watu wabaya, macho ya watu wabaya, kofu watie upofu wasione. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kila macho yanayonitazama kwa hila kazi, kwa hila kazi, wanatamani nishuke chini, wanatamani niondoswe kazini, wanatamani nisiinuliwe, wanatamani nichukiwe. Kila mikono inayoandika walaka mbaya kama ule wa Naamani alikuwa ameandika Amani kwa ajili ya Mordekai ili yanyongwe, ili afe na Wayahudi wote. Huo walaka na hiyo mikono anayoitumia kuandika taarifa mbaya kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ndoa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo mikono ninaikata kwa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho, na hiyo miguu ninaikata kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, na hayo macho yanayotunga sheria, yanayotazama ile sheria inayotungwa, ninayatia upofu kwa jina la Yesu Kristo, kwa maana imeandikwa, watanitafuta hawatanipata. Katika jina la Yesu, watanitafuta hawatanipata kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mikono yoyote iliyoinuka kutoa mashtaka, kutangaza matangazo kwa habari yangu, hiyo mikono ninaikata kwenye ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Kwa maana imeandikwa pia kwenye Isaya 54:17, kila silaha itakayonyanyuka juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka kutoa hukumu kwa ajili yetu tutahukumu kwa mkosa. Ninahukumu kila ulimi kwa jina la Yesu Kristo ulioinuka kutoa hukumu kwa ajili ya watoto wangu, kwa ajili ya mabinti zangu, kwa ajili ya vijana wangu, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya uzao, kwa jina la Yesu Kristo. Ninahukumu ulimi, ninahukumu ulimi, ninahukumu ulimi kwa jina la Yesu Kristo. Endelea kuomba maombi haya. Kata kila viungo vya watu wabaya. Omba maombi haya, kinatokea kitu hapo. Kata viungo
vya watu wabaya wanaokuja kwako, wanakuja kwa miguu, wanakuja kuanga, wanapanda fisi, wanapanda popo, wanapanda paka. Fyeka miguu yao kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wanakuja kama kuku pale kwenye duka lako, wanakuja kama panya pale kwenye duka lako, wamevaa uso wa panya, unaona kama panya, lakini ndoro za bukula, ndoro za chuma ulete. Kata miguu yao, poteza macho yao, pafua macho yao, wakikutafuta wasikupate kwa jina la Yesu. Wakiingia dukani kwako, hizo fedha wasibebe fedha zako kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Usiku wao tunageuza kuwa mchana, na mchana wao tunageuza kuwa usiku. Wakija usiku dukani kwako, waone ni mchana. Fedha zako zisishikike, biashara yako zisishikike kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu. Kama uko pale dukani kwako, anza kuombea pale fedha zako, ombea kapu lako na kuwekea fedha, ombea vitu vyako pale, weka mkono kwenye vitu vyako pale kwa jina la Yesu Kristo. Chuma ulete, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Wengine yuko nasema maroho ya magonjwa. Kuna watu wanatumikia maroho ya magonjwa, wamekuletea maroho ya magonjwa kwa mikono yao. Alikuletea tunda tu, ulipokula lile tunda kwa ile mikono yake ukapata kansa kwa jina la Yesu Kristo, na yeye ndio anakuhudumia. Unamwona anakuja hapo, kumbe ndio yeye ambaye anakutesa, Leo akileta chochote, mikono yake na ishike ganzi. Baada ya kukupa kile, ile kansa imrudie kwa jina la Yesu Kristo. Tunarejesha kila ubaya atakaoleta kwako, umrudie yeye, kwa maana imeandikwa, lile shimo alilochimba watatumbukia wao, na ule mtego aliotega utawanasa wao. Wametega kwa mikono yao, wametega kwa akili zao, watanaswa wao wenyewe kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba tu pale ulipo kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Yuko Mungu atusaidiaye, akusaidie sasa, aanze kukusaidia kwa habari ya viungo vyako. Kumbuka Mungu anataka atumie viungo vyako kutenda makubwa, kufanya makubwa. Aanze kukutumia kuwanyanyua wengi, aanze kukutumia kuwasaidia wengi, aanze kukutumia kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, na kwa damu ya Yesu. Akutumie sasa kwa viwango vikubwa, kupitia viungo vyako, kupitia mwili wako, kupitia miguu yako, akukutanishe na watu kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo. Utakapotoka, baraka za Bwana ziwe pamoja na wewe. Usitembee bure leo unapoenda kazini, usiende bure leo unaporudi. Leo watoto walikuwa wanahuzunika wanapokuona umerudi, wanajua baba amerudi hana kitu. Leo unarudi na kitu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akukutanishe na watu katika jina la Yesu. Wale watu waliopotea awarejeshe tena katika jina la Yesu. Biashara iliyopotea kwa mikono yako ulipoteza, irejeshwe kwa jina la Yesu. Mahusiano yako ulipoteza kwa ulimi wako mwenyewe, urejeshewe kwa jina la Yesu. Watoto wako uliwapoteza kwa kinywa chako mwenyewe, urejeshewe kwa jina la Yesu. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, usisahau kutuma sadaka yako pale ulipo, na Mungu wa mbinguni akubariki sana katika jina. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Nimechukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu, ameendelea kumtumia tangu Jumatatu tumekuwa naye. Kipekee nichukue nafasi hii kuendelea kumshukuru Mungu. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Amen. Mungu akubariki sana. Tunamwona Mungu, watu wamefunguliwa, na tunaamini viungo vyetu vinatumika sasa kwa upande wa Kristo. Na mimi wacha nitamke neno kwa ajili ya baraka kwa ajili ya tangu Jumatatu tumeendelea kumwona mtumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha tena mtumishi wa Mungu Jumatatu tena. Maombi ya Morning Glory yanaendelea. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana kwa ajili ya mtumishi wako ambao umempaka mafuta, umemtumia kama chombo. Bwana ametumika kuanzia Jumatatu mpaka leo siku ya Ijumaa. Kila mmoja ambaye ameendelea kufuatia mafundisho yetu, upako wako na nguvu zako ziwe juu yake. Tunaombea neema ya viungo vyake vikatumike kwa ajili ya ufalme wako. Tunatamka maongezeko ya kubarika, ya kuheshimika katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai. Asante Mungu wetu na Baba yetu, tunaombea watumishi wako wanaendelea kufuatilia. Neema yako iwe juu yao, neema yako iwe juu yao, juu ya uchumi wao, juu ya baraka zao, juu ya maongezeko. Tunatamka kila eneo la maisha yao, damu yako Bwana ikawalinde, ikawafunike. Tunaiombea wikendi ikawa ya baraka, upako na nguvu ziwe juu yao katika jina la Yesu. Mungu akubariki, Mungu akutunze, Mungu akulinde, Mungu akupe neema, Mungu akukutanishe na watu wema. Miguu yako kile inapokanyaga bakafanyike baraka katika jina la Yesu. Mungu akutunze. Mtumishi wa Mungu ameelezea kwa habari ya sadaka.
Kuna namba ya simu inapita hapo, nilipa namba ya simu. Una changamoto yote ya kuhitaji maombi. Wako watu ambao kama nilivyosema, mtumishi wa Mungu, wako watu ambao wanawaka miguu moto, yanashangaa miguu inawaka moto, kumbe kwa ulimwengu wa roho ni mapepo yanaitumia bila kujua. Kwa hiyo usiache kuomba, usiache kwenda kufuatia maombi yetu, na Mungu akubariki na Mungu akutunze. Kwa jina la Baba